Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inatambua kuwepo kwa migogoro ya wafugaji na wakulima mkoani Morogoro. Hata hivyo, serikali inaendelea kuchukua hatua mbalimbali kukabiliana na migogoro hiyo, ambapo baadhi ya hatua hizo ni pamoja na kuweka mipango ya matumizi bora ya ardhi za vijiji ili kubainisha maeneo ya kilimo sambamba na maeneo ya wafugaji kupitia Tume ya Taifa ya Matumizi Bora ya Ardhi. Aidha, hatua nyingine ni kupitia mradi wa KKK ambapo miji chipukizi kama ilivyo kwa miji ya halmashauri kupangwa, kupimwa na kumilikishwa sambamba na kuweka mipango ya matumizi bora ya ardhi. Mheshimiwa Mwenyekiti, nitoe rai kwa wananchi kuhakikisha kuwa wanatumia ardhi kuendana na mipango ya matumizi iliyopangwa ili kuondoa mwingiliano wa matumizi ya ardhi ambayo imekuwa ni chanzo cha migogoro ya wakulima na wafanyakazi. Mheshimiwa Dr. Christian Gabriel Shengoma. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza kabisa nashukuru kwa majibu mazuri sana ya naibu waziri ambayo kweli yanaridhisha, lakini nina maswali mawili ya nyongeza. Swali langu la kwanza, mpango wa matumizi bora ya ardhi katika mkoa wa Morogoro ulianzishwa katika baadhi ya wilaya ikiwepo wilaya ya Malinyi, Ulanga, Kilombero, Kilosa pamoja na Mvomero, lakini kilichotokea ulisimama. Je, ni lini mpango huu utaendelea kusudi waweze wakulima na wafugaji waweze kuishi vizuri? Swali langu la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, je, kuna mkakati gani wa kutoa elimu kwa wote hasa kwa wakulima na wafugaji ili waweze kuishi kwa kutegemeana? Asante sana Mwenyekiti. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Nimshukuru sana Dr. Christian Gabriel Shengoma kwa maswali yake mawili ya nyongeza kwamba je, lini mpango huu utaendelea. Ni kweli kwa sasa hivi baadhi ya wilaya tunaendelea nazo baada ya kupata fedha kidogo kutoka serikalini, na muda mfupi ujao baada ya kuwa mmetupitishia bajeti, tutakapokwenda kuanza mwaka mpya wa fedha, ni kuhakikishia Mheshimiwa mbunge zoezi hili litakuwa linakwenda tena kuanza na kuendelea kumalizia maeneo yaliyobaki. Kuhusu swala la elimu, hii ni lazima wote tusaidiane kwa sababu katika uhalisia wizara imeendelea kutoa elimu katika maeneo mbalimbali, lakini peke yake haitoshi. Ni waombe na wenzetu TAMISEMI ambao ndio wanaosimamia namna bora ya matumizi bora ya ardhi kwenye maeneo hayo, waweze kuwa na wazingatie yale maeneo ambayo yametengwa na wananchi wapate elimu ya kutosha ili mwingiliano ule usiwepo mkubwa kusababisha mgongano wa wakulima na wafugaji. Ni kutoa wasiwasi tu, wizara inaendelea kutoa elimu kupitia redio, television, lakini kupitia mikutano ya hadhara na makongamano kwa ajili ya kuelimisha wananchi kujua umuhimu wa namna bora ya kutumia ardhi tulionayo, ambayo kama nilivyosema huko awali hatuna mbadala wala hatuna namna tutakavyoweza kuiongeza ardhi hii tulionayo ambayo ni ya urithi wetu. Mheshimiwa Dr. Ntala. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa kunipa nafasi. Migogoro ya ardhi yani katika kila mikoa inaendelea na ipo. Je, Wizara ya Ardhi hamuoni kwamba iko haja sasa ya kuwatumia wanafunzi wanaotoka Tabora pale ardhi pamoja na wanafunzi hawa wa ardhi Dar es Salaam wakafanya hiyo kampeni ya kumaliza hii migogoro, kwa sababu wale watoto wapo na ni wengi, mkafanya hiyo angalau kwa miezi 6 mkamaliza hayo matatizo? Asante. Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Nipende kujibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Dr. Ntala kama ifuatavyo. Ni kweli kwamba migogoro hii tumeendelea kuipunguza kwa kasi kubwa sana Dr. na wewe mwenyewe utakubaliana na mimi. Wale wanafunzi wa vyuo hivi tumeendelea kuwatumia na sio kwamba hawatumiki. Wametumika katika miradi mbalimbali na hasa hii ya
kwenda kubainisha matumizi bora ya ardhi katika maeneo mbalimbali. Walikwenda mpaka mikoa kadhaa, wametusaidia sana. Lakini cha kwanza kabisa katika kumaliza migogoro hii ni wananchi wenyewe kutambua namna ya kutumia rasilimali ardhi walionayo katika kuzingatia yale matumizi waliojipangia wao wenyewe, na hii itatusaidia sana kupunguza mgongano huu wa kimaslahi. Lakini vile vile kwa wenzetu ambao ni wafugaji, sasa kuwa na ufugaji wa kisasa utakaokuwa sasa unazingatia mazingira halisi ya thamani ya mifugo yao, badala ya sasa ambapo wamekuwa wakifugia kama vile desturi, mila na kama hobi hivi ya ufugaji. Lakini sasa matokeo ya wafugaji hawa bado hayajaweza kuwa na mchango mkubwa katika maisha yao ya kila siku. Kwa hiyo turudi kwenye uelewa wa pamoja kwamba tuwe na ufugaji bora wenye malengo sahihi kabisa ya kuleta maendeleo kwa jamii husika. Mheshimiwa Felista Njau. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi niulize swali dogo la nyongeza. Kumekuwa na migogoro ya ardhi kati ya wawekezaji na wananchi katika mkoa wa Kilimanjaro, hasa jimbo la Moshi vijijini, na imeonekana kuleta athari hasi kwa muda mrefu, kwa sababu migogoro hii imedumu kwa muda mrefu bila suluhisho. Nini mkakati wa serikali kuhakikisha wanakwenda kutatua migogoro hii ili wananchi waweze kuishi kwa amani? Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Naibu Waziri kwa ufupi. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kimsingi mbunge wa jimbo hili amekuwa karibu sana na sisi kwa ajili ya kufuatilia namna ambavyo tunaweza twenda tukaimalize hii migogoro, na tunakumbuka kuna baadhi ya migogoro ambayo tayari tulishakutana na Mheshimiwa mbunge, tumemwelekeza namna ya kwenda kuimaliza swala hili, na tunapata ushirikiano mkubwa sana kutoka kwa Mheshimiwa mbunge wa jimbo.